Kwa hiyo mafunzo ya usalama kwa mvuvi yanahusisha hatua mbalimbali ikiwemo na nini? Utoaji wa huduma ya kwanza. Lakini maswali yalikuwa yanaulizwa hatua, vitu gani vya msingi, wote mlikuwa mkijibu kwa hamasa kubwa na kuvikumbuka moja kwa moja. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo mmeona umuhimu wa haya mafunzo. Kwa mimi niwaombe tu ninyi mkawe kiini cha mabadiliko, kwa sababu hata kama tunasema tutafikia watu 500 kwa kijiji cha Busekera mpaka haya mafunzo yatakafikia mwisho, lakini bado kuna wengi zaidi watakuwa wana uhitaji. Kwa nini ni mkawe kiini cha mabadiliko, ujumbe mtakaopata hapa basi mkawape na wengine. Lakini ni kijiji cha Busekera tu kwa sasa ambacho kinapata haya mafunzo. Kwa hiyo bado vingine vina uhitaji. Kwa hiyo badala ya kuleta wakufunzi wa kila mara, ninyi pia hii elimu mnayoipata wakati tunaangalia namna gani ya kuweza kuwafikia wengine, tayari mtakuwa na nyinyi mmeshasaidia kutoa huduma, lakini pia hata kuongea nao kwa hiyo elimu iweze kufika mbali zaidi. Malengo yetu ya utoaji elimu huwa tunaweka kundi moja ya wavuvi, lakini ndani yake tumegawa kwenye makundi ya mengine mawili zaidi. Kwa hiyo kuna wavuvi wale ambao ni wajeshi hawa wanaoenda ziwani, alafu kuna kundi la bodaboda, lakini pia kuna kundi la bodaboda ni wale vijana ambao wanapaki mitumbwi na kurudi, lakini kuna kundi la wanawake wachakataji pia, wale ambao wanafanya kazi kwenye mialo kwa muda mrefu, nao wanakuwa kwenye riski ama kwenye hatari. Kwa hiyo kwa kipindi cha toka mwaka jana mwishoni tulianza na vijiji viwili kwa maana ya mialo miwili, mwalo wa Swea na mwalo wa Busekera kama maeneo ya kuanzia kutoa mafunzo. Mwalo wa Swea ulikuwa na wavuvi 89 tu ambao wote tumemaliza kuwapa mafunzo katika ile idadi ya 500, maana yake ilikuwa ni vijiji viwili. Sasa kwa upande wa Busekera ambapo pana wavuvi wengi sana, tayari tumeshafundisha wavuvi 150 pamoja na bodaboda 30, kwa sababu tunakuja kwa awamu. Kwa hiyo sasa hivi maana yake tutaenda tena na wavuvi 180, ukijumlisha maana yake unapata 200 na ngapi, na wale 150 unapata 330. Lakini pia kipindi hiki pia tutafundisha bodaboda wengine 30, ukijumlisha na wale 30 waliopita, maana yake upande wa bodaboda watakuwa 60. Bodaboda nadhani sio kundi kubwa sana kama la wavuvi, lakini upande wa kina mama wachakataji kipindi hiki cha awamu hii ambayo tupo, watafundishwa pia wakina mama wachakataji 40. Kwa hiyo maana yake ukipiga hesabu ya makundi yote utapata watu 430 watakuwa wamefundishwa kabla hata ya kufika mwezi wa 9 ambao tuseme ndio mwisho wa awamu ya kwanza. Kwa ukijumlisha na wale wa Swea tayari tutakuwa tumevuka lengo la wale 500 ambao tunao kwenye mradi, na bado tunayo fursa nyingine kabla ya kufika mwezi wa 9 kuongeza wengine zaidi, pengine tunaweza tukafika hata kwenye 600. Maana hii elimu uliyoipata leo kwa sasa hivi sio kwamba itakusaidia hapa Busekera tu. Siku ukiondoka umevuka mpaka umeenda Kisumu, ukipata shida tahadhari ni hizi zilizozipata hapa. Umeenda Uganda kule ziwa Nili moja. Kwa hiyo tahadhari zilizofundisha hapa au ujifunza hapa ndizo zitakusaidia. Lakini kama alivyosema mkurugenzi, usichukulie wako peke yako, sababu wavuvi hapa mko wengi sana. Labda 5,000, 5,000 mpaka 7,000, lakini mliopata elimu hii yawezekana msizidi hata 500. Kwa hiyo kila mmoja akiwa na wenzake 10 akawaelekeza vizuri wakaelewa, basi elimu hii ya watu 500 inaweza kuwafikia watu wangapi? 5,000 kupitia ninyi. Ninyi vijana kwa haya mafunzo mnaenda kupewa leo, au ambao wameshaanza na mnaendelea nayo, kwa takwimu ambazo zimesomwa na meneja wa mradi, ninyi kwa wajita usema TOT, ninyi ni wakufunzi wa wakufunzi. Mmefundishwa ili elimu mlioipata sasa muweze kuifikisha kwenye jamii. Tunatambua kwamba ninyi ni wavuvi na mmepata elimu sawa sawa. Tunategemea kwamba kwa nawaza tu namna gani sasa ninyi mnaweza kutusaidia kufikisha elimu hii mahali ambapo haijafika. Hilo tutaweka vizuri, tuone namna gani ya kuweza kusaidiana na kuokoa
maisha kwa wavuvi wengine kwenye mialo mingine, sababu Msekela ni mwalo mmoja kati ya mialo 64 iliyopo kwenye halmashauri ya wilaya ya Musoma. Kwa hiyo ninyi tunafikiria kwamba ninyi ni choti, ni walimu wa kufunzi. Kwa hiyo mafunzo haya mnachukulie kwa ukubwa zaidi, kwamba baada ya kutoka hapa tunaweza tukawahitaji ninyi ambao umefuzu, na nina imani nimwombe sasa mkurugenzi mkuu wa IMEDO, hawa vijana wakihitimu, kama itakupendeza, wapate vyeti. Ushapata vile vyeti, sasa sisi tutakuita wewe ambao umepata mafunzo kwa wataalamu kutoka Jeshi la Uokoaji na una cheti kwamba umefuzu mafunzo haya, tunaweza tukakuchukua tukakupeleka Rukuba ili tusaidie kule. IMEDO sawa pamoja na wafadhili ambao tumeshirikiana nao, tumekuja na hili wazo baada ya kuona takwimu za kwamba wavuvi wengi wanakufa maji, lakini wengi wao hawana mafunzo, wengi wao wana vile visababishi, nadhani mnavijua, tulivyoongelea sana wakati tunaanza huu mradi: uvaaji wa majaketi okozi, upatikanaji, kwenda majini mkiwa mmelewa, kwenda majini mkiwa tayari mmeshatumia kilevi cha aina nyingine pia, na mengine mengi. Na kikubwa zaidi pia kutojua taratibu zile za usalama majini, uokoaji, utoaji wa huduma za kwanza. Kwa hiyo ushirikiano na hao wenzetu umekuwa ni chachu kubwa sana, kwa sababu wao ni wataalamu kwenye maeneo yao. Kupata pia taarifa za utabiri wa hali ya hewa ni jambo lingine. Kwa hiyo leo hii jinsi ambavyo viongozi wa hizi taasisi za serikali kutoka Jeshi la Zimamoto, kutoka Polisi Marine wamekuja, tusichukulie poa, tuone kwamba hili swala ambalo tunalifanya hapa ni muhimu sana. Nitoe shukrani kwa mara nyingine kwa shirika letu la IMEDO. Shirika hili limefanya kazi kubwa sana kwa Musoma mjini mpaka kufikia hatua hii mnaiona kwamba tangia lianzishwe miaka ya 2022 hadi leo tumepata vifo vichache sana. Hivi ambavyo tumeshuhudia juzi, Bulungu bado tumepata vifo vya watu 2 na hapa Msekela cha mtu mmoja. Kwa hiyo tuwapigie makofi kwa kweli. Sio kazi ndogo, na mafanikio hayo yanachagizwa na jinsi walivyoanzisha huu mradi. Walikuja kwa jamii, wakazungumza na serikali za vijiji ya Pora na Msekela, wakatengeneza sheria ndogo za jamii. Wananchi kwenye mikutano mikuu ya hadhara wakapisha zile sheria. Ikawa bado tu haitoshi, wakaenda halmashauri, wakakutana na timu ya management ambayo ina wajumbe wake na wakuu wote wa idara wa halmashauri. Wakafundishwa, wakaelekezwa ni nini wanataka kufanya Msekela na Kora. Ikawa bado haitoshi, wakaenda kwenye kamati ya kudumu ya fedha, utawala na mipango ambayo ni ya madiwani na wakuu wa idara wote. Wakatoa mafunzo pale na maana sheria, tukosha zile sheria zote tukaona zinafaa. Darasa moja linakuwa na wavuvi 18. Tunaenda kwa standard nzuri sana. 18 ambayo inakuwa na wakufunzi 4 au 3. Kwa hiyo maana hata wanapoenda kwenye maji kila kundi labda la wavuvi 4, 5 wanakuwa na mkufunzi mmoja. Kwa hiyo inawapa fursa nzuri zaidi ya kujifunza kwa vitendo. Tuwe wakali sana kipindi hiki kwamba asiruhusiwe mtu kuingia ziwani akiwa amelewa. Of course ile ni sheria ambayo tumeunda si wenyewe. Kwa hiyo tuisimamie tu. Hayo yote madhara yanapatikana kwa uzembe. Yaani mtu tu kwa kujisikia amelewa, ana engine anavuta, anaongeza moto, anaenda na gonga wenzake pale. Basi tu yani kwa sababu bangi zake zimeshampanda mpaka kichwani. Kwa hiyo niwaombe tusimamie hilo kwa ukaribu sana. Ninyi viongozi na waamini sana wa kamati ya kudumu. Ninyi ndio mnaweza kutusababishia tukafanikiwa kwa 100%. Kwa hiyo nimepata ujuzi vile nilivyoanza kufundishwa na IMEDO, nimepata ujuzi wa kuweza kumwokoa mwenzangu, na nimepata ujuzi pale ambapo ninapokuwa nataka kwenda ziwani kwamba nichukue tahadhari ipi ili kwa kuokoa maisha yangu. Pia nimepata elimu ya kuweza kuwafundisha wenzangu kwamba muda ambao utakuwa kunatokewa na matukio kama hatarishi yale ya kuzama
tumuokoeje mwenzetu, tuchukue vifaa gani na nijilindeje mimi kwa kutumia hizi life jacket. Pia tulikuwa hatujui jinsi ya kusoma hali ya hewa kwa ikoje. Pia tunashukuru kwa ujio wao kuchukua mafunzo sisi. Leo hii tumepata mafunzo leo na kesho sisi tutakuwa walimu kwa watu wengine kwa kuwafundisha jinsi ya kuogelea, iza ya kumuokoa mtu aliyezama maji, pia jinsi ya kumpa msaada kwa mtu aliyezama maji.